Tunatamani divine visitation. Tunatamani divine revelations. Tunatamani Mungu anayejifunua afunuliwe kwenye maisha yetu. Mungu anayeonekana aonekane na macho yetu ya ndani ya moyo. Tunatamani kile kinachoweza kufanya ushuhuda. Maana ulipokutana na Paulo, ushuhuda ulitokea. Unapokutana na watu wa jinsi yoyote, iwe ni watawala, iwe ni wenye kiburi, utawavunja vunja, kwa sababu umejifunua ndani yao. Nchi yangu ya Tanzania inamhitaji Yesu aliyefunuliwa. Taifa la Tanzania linamhitaji Yesu aliyefunuliwa, na sio hadithi na sio historia. Yesu aliyefunuliwa, yule wa siku 40 baada ya ufufuo. Jifunue kwa wanasiasa. Jifunue kwa wanasiasa. Jifunue kwa watawala wa Tanzania, kwa jinsi ambavyo kiburi kitakatika, kiu ya wizi na vitaondoka ndani ya maisha yao. Shauku ya kumpenda Mungu na kumwishia tainuka ndani ya maisha yao. Sisi ambao Bwana tumeitwa kwa jina lako, ambao tunahubiri habari zako, macho ya mioyo yetu na yatiwe nuru, tukuone jinsi ulivyo. Yohana aligeuka akakuona. Kuonekana kwako ni zaidi ya jinsi tulivyohadithiwa kwenye dini. Ni jinsi ambavyo ni mwonekano wa tofauti na historia tunayosoma. Ndicho tunachohitaji maisha yetu. Jifunue kwenye maisha yetu. Kuna wagonjwa walioko hospitalini ambao wameombewa na hawajapona, wamefanyiwa operation hawajapona, wamekula madawa hawajapona. Lakini kuna jambo moja, Yesu aliyefunuliwa akafunuliwe mbele ya wagonjwa. Yesu aliyefunuliwa akafunuliwe mbele ya hospitali zile, kule ICU na mahali popote ambapo wapo watu wanaotafuta uponyaji. Jifunue kwao. Jifunue kwao, kwa ule mwanga ambao kansa itakauka, presha itaondoka, sukari itaregulate, kila aina ya ugonjwa, ukimwi, kila aina ya ugonjwa utaondoka ndani ya mifupa, ndani ya damu, ndani ya mishipa, ndani ya nyama. Ninashukuru maana Yesu upo mahali hapa kulithibitisha neno lako kwa ishara na miujiza. Onekana mbele ya watu wanaonisikia, onekana mbele ya watu wanaoniangalia kwa mkono wenye nguvu. Shuhuda zako zikasababisha maelfu ya watu kuinuka na kukukimbilia wewe. Ni katika jina hili ambalo linapita majina yote, jina la Yesu Kristo. Shout, piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Unaweza ukaketi katika uwepo huo wa Bwana. Haleluya. Kama utakuwa na shauku ya kufuatilia zaidi mafundisho, nimekupa baadhi ya link, nimekupa address za website, unaweza kufuatilia. Lakini pia mafundisho yetu haya, baada ya Jumapili, ukienda nyumbani ukaenda kwenye TikTok utapata mafundisho yetu. Ukienda kwenye Instagram utapata mafundisho yetu, lakini kule utayapata kwa kifupi. Ukienda kwenye YouTube utapata ibada yote ya Jumapili ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unahitaji kujikumbusha mahubiri ya kanisani, Jumapili hii, Jumapili iliyopita, yale ambayo tumekuwa tukihubiri, nenda kwenye YouTube yetu, utapata mafundisho haya, utapata mahubiri haya. Na ni vizuri kama mwanakanisa ukifika pale
unaandika comment kwa Kiswahili sijui wanaita nini. Unaandika comment yako pale kwamba umefika pale, angalau tujue umefika. Unaweza ukafika tu na kuondoka, lakini unaweza ukabonyeza kitu kimoja pale ukasema nimefika kwa kulike, kwa maana nimependezwa na yale ambayo yanahubiriwa. Ukifanya hivyo unawasaidia na watu wengi ambao ni nje ya kanisa lako kusikiliza mafundisho yetu na kujua kanisa letu lilipo na wao waweze kutufuatilia. Kwa hiyo nikushauri kama mwanakanisa, bado nikitembelea kwenye kurasa zetu kule naona watu wa kanisa hili ni wachache wanaokwenda kule, lakini smartphone kila mmoja anayo. Kanisani hapa karibu kila mmoja ana smartphone. Sasa kama una smartphone, tembelea kwenye YouTube, tembelea kwenye Instagram, tembelea kwenye TikTok. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa address yetu ya YouTube, address yetu ya YouTube. Ngoja nikutajie address yetu ya YouTube. Bwana Yesu asifiwe. Ukiandika tu GBM Tanzania, ukiandika hiyo ni address ya NGO, ni GRMCC Church. Andika GRMCC Church, utapata page yetu pale ya kanisa. Utapata page yetu ya kanisa GRMCC kwa maana ya GRMCC kama ilivyo pale. Ukiandika GRMCC Church page yetu kwenye YouTube utaiona, na inawezekana ukawa msaada kwetu kwa kutembelea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi niombe shika sadaka yako ya Jumapili ya leo wakati tunapoenda kumtolea Mungu. Kama una fungu la 10 na kama unahitaji bahasha, viongozi wa kanisa wapo watakusaidia. Unahitaji bahasha, shika sadaka yako. Niombe kwa ajili ya sadaka. Baba, katika jina la Yesu nalibariki jina lako kwa ajili ya watu wako hao ambao unaoita kwa ajili ya kukuabudu wewe. Mioyo yao inakupenda na mikono yao inanyoshwa mbele zako kwa shukrani, kwa imani na kwa upendo. Asante maana wanatoa zawadi, wanatoa mavuno ya mioyo yao kwa yale ambao umetenda ndani ya maisha yao. Pokea sadaka za watoto wako. Naomba uzibariki, naomba uzibariki. Naachilia mafuta ndani ya kazi zao na kazi za mikono na ajira walizonazo. Ninaomba kuwepo na baraka na ulinzi wa mali. Naomba wakafanikiwe kwenye mipango yao, wakajibiwe yale ambayo Bwana wanaomba na kutafuta mbele zako. Pitia sadaka Jumapili ya leo wakapokee majibu yao. Asante maana madirisha mbinguni yamefunguliwa na watoto wako wako tayari kuchota baraka zako. Nasi tumesimama katika madhabahu hii
Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, tunamkemea yule alaye. Tunakemea pepo la uharibifu na wizi. Tunakemea roho zote zinazoharibu ajira, zinazoharibu mitaji na biashara za watoto wa Mungu. Tunaita neema na baraka ziambatane na kazi zao na mikono yao, na kila wafanyalo likafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ule mwaminifu, tunaamini na kuomba mbele zako. Amen. Karibu mtolee Bwana wakati huu praise wakitupa wimbo.